Wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen wanasema taifa la Yemen ndio taifa la kwanza katika mataifa ya Kiarabu kuzalisha silaha zao wenyewe na silaha za maana zenye uwezo katika mapambano. Kupitia kiongozi wa wanaharakati hao wa Kihouthi wa Yemen amesema kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Yemen imefanikiwa kuwa nchi ya kwanza kati ya nchi zote za Kiarabu katika uzalishaji wa silaha na zana za kijeshi. Uzalishaji wa makombora katika nchi hiyo uko kwenye njia inayozidi kustawi. Abdul Malik Al-Houthi amesema hayo katika hotuba yake mnamo siku ya Jumanne katika kumbukumbu ya kuuawa kwa Jenerali Mohammed Karim Al-Ghamar, mkuu wa vikosi vya ulinzi vya Yemen. Akizungumza mbele ya umati wa watu walioshiriki kwenye maziko ya kamanda huyo, Abdul Malik Al-Houthi amesema taifa letu pendwa lilijitokeza kwa wingi mno kwenye maziko ya mkuu wa majeshi, shahidi wetu mtukufu Mohammed Abdul Karim Al-Ghamar, na umati huo mkubwa wa watu unaonyesha ni jinsi gani wananchi wetu walivyo na msimamo thabiti usioyumba. Akigusia msimamo wa Yemen wa kuendelea kuunga mkono wananchi wa Gaza huko Palestina, kiongozi huyo wa Kihouthi amesema Al-Ghamar na wanajeshi wengine waliouawa katika vita ni katika ushindi ulioahidiwa na Mwenyezi Mungu. Ni nembo kuu ya uaminifu na nafasi adhimu ya taifa letu pendwa la Yemen. Taifa la Yemen limenyanyua juu bendera ya jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na kuwasaidia watu wa Palestina na kushikamana na masuala makubwa ya kitaifa dhidi ya madhalimu wakuu wa zama hizi, yani Marekani pamoja na Israel. Amesema kwamba vita vikali sana vilivyoendelea kwa muda wa miaka miwili iliyopita vimefichua mambo mengi na vimeonyesha misimamo ya watu huru walioitikia mwito wa Mwenyezi Mungu na kuongozwa na imani, motisha na kiutu na kimaadili, ambao walichukua msimamo sahihi wa kuwaunga mkono wa Palestina na wanapambano wake wapendwa. Vita hivyo vimewafichua pia wale waliokwenda kinyume, ambao walijitokeza waziwazi kuisaidia Israel na mwisho wamefedheheka na kuaibika, anasema Abdul Malik Al-Houthi, kiongozi wa wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen. Hata hivyo, inaelezwa kwamba wapiganaji hao wa Kihouthi wameeleza namna gani wanavyofanikiwa katika utengenezaji wa makombora. Inadaiwa pia kwamba makombora ya Palestine 2 ni makombora yaliyotengenezwa huko nchini Yemen na kwamba ndio taifa pekee ambalo limetengeneza makombora ya ballistic. Aidha, wamesema kuna silaha zingine ambazo wataziingiza katika majaribio katika siku za hivi karibuni. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni kile kinachoelezwa na wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen, wakisema kwamba wao ndio taifa la kwanza la Kiarabu kutengeneza silaha za wenyewe za maana, yakiwemo makombora ya ballistic ambayo walianza kuyatumia katika mashambulizi yao huko nchini Israel katika mapambano katika kile walichokiita kuitetea Palestina na watu wake. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.